Sasa hivi nchini hapa kuna tishio la watoto wa shule kupotea wakiwa asubuhi wanatoka kwenda shuleni na jioni wakiwa wanarudi majumbani. Wanachukuliwa na watu ambao wasiwafahamu kwenye magari, bodaboda, bajaji, wanawapeleka kusikojulikana, wanawatendea ukatili, wanawabaka, wanawalawiti, hatimaye wanakuja pale kituoni wakiwa wameshaharibika mpaka tunawapeleka hospitali. Kwa hiyo hilo ni tishio la kiusalama. Wazazi, walezi pamoja na serikali kwa ujumla tunahimizwa kuwa waangalifu sana tunapokuwa na watoto wetu. Mtoto anapokuwa shuleni anatakiwa awe chini ya uangalizi wa walimu kama walezi. Anapokuwa nyumbani anatakiwa awe chini ya uangalizi wa wazazi. Hilo ni jukumu letu sote. Sasa kwa sababu hilo ni tishio la kiusalama, kuna mambo fulani ambayo tunatakiwa wazazi tunashauriwa kuambia watoto wetu wanapokuwa nyumbani. Mambo kama 10 hivi ambayo tawasomea hapa, yazingatie hayo ili baadaye ili swala tuweze kulikomesha. Mzazi unapokuwa unakaa na mtoto, mfundishe haya hapa, hizi hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza, kamwe asikubali lifti, chakula, zawadi, pesa au msaada wote kutoka kwa mtu ambaye asiyemfahamu. Asikubali kabisa, mwambie kabisa mtoto, usikubali mtu yote ambaye umfahamu akupe vitu kama hivi. Chakula, lifti, pesa au msaada wote. Hilo la kwanza. La pili, kamwe asipande kwenye gari la mtu asiyemfahamu. Kwamba eti ametumwa na mzazi. Kwamba njoo nikupakie, nimetumwa na mzazi nikupakie, nikupeleke sehemu. Huyo mtu amfahamu. Mwambie mtoto asikubali kabisa. Hilo la pili. La tatu, wafundisheni watoto wenu waende mashuleni na katika vikundi. Naona? Waende katika vikundi, wasiwe mmoja mmoja. Waende katika vikundi, hiyo ni usalama wao. Waende shuleni katika vikundi, warudi wakiwa katika vikundi. Hiyo inamwogopesha hata mhalifu kufanya uhalifu. 4, wafundisheni watoto waache kwenda njia za upweke, njia za gizani, machakani, vichochoroni. Wapite njia ambayo ni sahihi, barabara ambayo inaonekana ya wazi. Hiyo inamnyima hata mhalifu kufanya uhalifu. Okay, sisi kama shule, kama tunavyofahamu kwamba taasisi yote ile, taasisi ni jamii. Kwa kutambua hilo, ni maana katika kufunga shule, tunaona kwamba sisi tuwe wa kwanza kuhakikisha kwamba kama tunavyofahamu hii dunia ina mambo mengi. Kuna mitandao ni mingi, watoto wanafanya vitu vingi. Sasa tukaona sisi kama shule tuite vyombo mbalimbali vinavyohusika ili waje kutoa elimu kwa wazazi, kwa sababu polisi wana kazi kubwa sana kusaidia hili taifa, wana mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo ni ngumu sana kupata wazazi wakiwa ni wengi. Sasa sisi kama shule baada ya kuona kwamba tuna fursa hiyo, nikachukua hatua kualika vyombo vya ulinzi na usalama ili waje watoe semina kwa wazazi, kukumbusha wazazi kwamba wale watoto sasa hivi ambao ni mengi, mtoto anaweza kutoka nyumbani salama akafika jioni akapata changamoto. Lakini pia ni pamoja na swala zima la kama tunavyofahamu kwenye familia zetu za Kiafrika, unakuta wazazi tu wako busy sana na mambo ya kutafuta pesa. Wanasahau wajibu wakati mwingine mwachia msichana wa kazi kuangalia jukumu la watoto. Sasa sisi kama shule ya Ave Maria tukaona kama ni vyema tuite usalama wawepo, waweze kutoa maelekezo namna kulinda huyu mtoto. Kwanza mtoto mwenyewe kujilinda, asiwe mwepesi kupewa zawadi ndogo ndogo anapokuwa huko barabarani, yuko mbali na watu. Lakini pia wazazi wajue, wapate taarifa kutoka kwa watu wanaohusika kwa swala la ulinzi na usalama moja kwa moja. Kama sisi kama shule, kama tunazungumzia swala la usalama wa watoto wanakuwa mikononi mwa shule. Je, watoto wanapokuwa baada ya hapo wanakuwa mikononi mwa jamii na wazazi. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vizuri polisi wawepo ili waje kuzungumzia swala la ulinzi na usalama na umuhimu wa watoto kuchukua tahadhari katika wimbi zima la upoteaji wa watoto, wakati mwingine kutokana na matukio mengi katika jamii kutokana na dunia ambayo imebadilika sasa hivi. Kwa hiyo tunatoa tahadhari kubwa, lakini pia tuombe wazazi wenzangu kuhakikisha kwamba swala la wajibu, sisi kama wazazi sio kumpeleka mtoto shule, pamoja na kumfuatilia anapotoka nyumbani, anapitia njia gani, na rafiki gani, lakini pia anapofika shule. Tatizo hili ili kuweza kuligundua ni mawasiliano ya wazazi katika kuhakikisha mtoto amefika shuleni. Sasa hivi katika mfumo wa elimu
kuna mfumo ambao tunaita SIS, ambayo mwalimu akiita majina kule darasani, mzazi ana uwezo wa kupata message. Mfumo ukikamilika, maana yake mzazi ataona mtoto wangu ameripoti shuleni. Lakini kama ikitokea mtoto hajaripoti, basi ametushauri, tumelipokea kwamba himize watoto wetu wasipokee zawadi, wasipokee fedha kwa watu ambao amemkuta tu akamwambia mzazi amenipa nikupe. Hapana, hairuhusiwi. Lakini ametushauri kwamba watembee kwa pamoja wanapokuwa wanarudi nyumbani, asiwe mmoja mmoja. Njia wanazopitia ziwe njia sahihi, na hiyo kupitia hiyo italinda usalama wetu, kuondoa changamoto ya watoto kutekwa wakati wa kurudi nyumbani au wakati wa kuja shuleni. Kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii KC66, KC67 pamoja na Hey37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zina uwezo wa kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya KC66 unapata kwa bei ya $165,000. Ndio kwa wasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Sizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.